أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo kubwa ambalo limetukusanya sisi hapa kama ilivyozungumzwa ni nia ya itikafu. Itikafu ina maana yake na ina adabu zake, na ilikuwa ni fursa nzuri kwa pamoja tushiriki ibada hii na tuendelee kujifunza namna iliyokuwa nzuri ya kutekeleza ibada ya itikafu katika nyakati nyingine zozote zile. Ile nia ya mtu kwenda katika msikiti ambao unafanyiwa swala za jamaa ama za Ijumaa, kwa nia kukaa pale na kufanya ibada mbalimbali ambazo ni za kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, za kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kuswali, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana yenyewe ya itikafu. Unatenga muda fulani, unajikata na muda huo na mambo yote ya kidunia, unaachana na mambo yote ya kidunia tuliozoea kuyafanya kila siku. Unaukata muda huo, unajishughulisha na khalwa ya kukaa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumtukuza Allah, kumdhukuru Allah, kumsabihi Allah na vile vile kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana inayokusudiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ibada ya itikafu ni ibada ambayo inatakiwa iendane na mambo ya imaniyat. Isifanywe marasimi kama zetu za zoea zile. Kuna mgeni wa heshima fulani, kuna nani na nani. Hakuna vitu vya namna hiyo. Ni jambo lianze na mpaka limalizike kwa mambo ya imaniyat, rauhaniyat, mambo ambayo ni ya kiimani. Mambo hayo yatapelekea kuongeza ile maanawia ya mtu kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo mpaka mwisho. Mashaghili ya dunia, masaibu ya dunia, matakwa yetu ya kidunia kwanza tuyasahau, na sote nyoyo zetu zimuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio itikafu inatakiwa iwe katika sura za namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusidhanie kwamba si kuna mambo gani makubwa ya kufanywa. Hakuna mambo makubwa. Jambo la kufanya ni mtu kujikita na kuhakikisha anautumia muda wake vizuri katika muda aliotenga kukaa khalwa, ili afanye yale ya Mwenyezi Mungu, mambo ambayo yatazidisha imani yake, yatapaiza imani yake, yatamkurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, yatatengeneza khalwa ya yeye kuwa na khalwa, kujitenga na Allah, apate fursa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa karibu zaidi. Hayo ndio mambo ya kufanywa katika itikafu. Uwe peke yako, muwe kundi na kadhalika, ni hayo. هذا يوم لا ينطقون لا ينطقون
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله